Bwana Yesu asifiwe sana. Na wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo nataka kuzungumza kwa habari ya imani inayosimama katika dhoruba. Imani inayosimama katika dhoruba. Tutasimamia andiko la Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 7. Anasema kwa maana twaenenda kwa imani wala si kwa kuona. Kwa maana twaenenda kwa imani wala si kwa kuona. Maisha ya mwamini hayakosi dhoruba, lakini tofauti kati ya mtu anayeshindwa na anayeshinda si kukosekana kwa changamoto, ni aina ya imani alionayo katika changamoto yake. Kushinda au kuto kushinda katika dhoruba si kwa sababu ya kitu fulani, ila ni kwa sababu ya imani alionayo mtu juu ya kile anachokipitia. Imani haitegemei hali ya mtu, haitegemei muonekano wa mtu, haitegemei nafasi ya mtu. Imani ya kweli haibadilishwi na mazingira. Unaweza kuwa katika matatizo, lakini bado ukaamini Mungu yupo na anaweza kukusaidia kwenye maisha yako. Dhoruba haimaanishi kwamba Mungu hayupo. Kupitia changamoto haimaanishi kwamba Mungu amekuacha au Mungu amekusahau. Hapana, Mungu hajakusahau, lakini unachotakiwa uongeze kiwango chako cha imani wakati ule unapopitia changamoto au wakati mgumu kwa kila jambo ambalo unapitia. Lazima uongeze kiwango chako cha imani. Uamini kwamba hata kama napitia jambo lolote, hata kama napitia changamoto yoyote, hata kama nimetengwa na watu, hata kama nimeachwa na watu, lakini Mungu yupo na ataweza kunisaidia. Bwana asifiwe sana. Wakati mambo yanapokwenda vizuri, imani haijaribiwi sana. Kuna wakati unapopitia katika hali nzuri, hauwezi kujaribiwa katika imani. Yaani majaribu yanakuja, lakini kuna baadhi ya vitu vingi vinakuwa havionekani kwa sababu vimefichwa na vitu. Lakini wakati wa majaribu ndipo imani ya kweli huonekana. Yaani imani yako wewe haionekani katika hali ambayo uko nayo. Kwa sababu kama unaweza kupata changamoto na ukaitatua kwa wepesi, ina maana sio imani ndio iliyokufanya kwamba utatue, bali ni kipato au kitu ambacho uko nacho kwenye maisha yako ndio kimekutatulia, lakini si imani. Imani ya kweli inakuja pale wakati hauna kitu chochote, hauna mtu yoyote, hauna msaada wowote, lakini unapitia mambo magumu na mabaya kwenye maisha yako. Pale ndio unatakiwa kuonyesha imani yako mbele za watu na mbele za adui zako na mbele za watesi wako kwamba hata hili ninalolipitia linaweza kuisha. Ninaamini Mungu yupo kazini. Hata kama ninapitia changamoto, lakini naamini Mungu wangu hata niacha katika hiyo changamoto. Imani huonekana wakati wa majaribu. Yaani wakati usitudanganye kwamba mimi hapa sasa hivi nina chakula, alafu unajaribiwa kwamba yaani umeacha kupika mwenyewe chakula hamna, unasema ni majaribu. Hapana, chakula kipo, lakini wewe mwenyewe tu umeshindwa kupika. Lakini kuna wakati huna chakula kabisa, huna hela ya kodi kabisa, una machangamoto mengi kwenye maisha yako. Hapo ndipo tunataka kuona imani yako kwa wewe mwamini wa Yesu Kristo. Mtu wa imani aishi kwa kuona matokeo kwanza. Mtu wa imani wala haishi kwa kuona matokeo kwanza, bali umwamini Mungu kwanza kabla ya kuona matokeo. Dhoruba haiwezi kumwangamiza mtu aliyejikita kwa Mungu. Mtu mwenye imani sio mwepesi wa kutaka kuona matokeo. Anaamini kwanza Mungu. Hata jaribu, hata dhoruba inapokuja kwenye maisha yake, kitu cha kwanza anachoamini ni Mungu kwanza, alafu matokeo ni baadaye. Sasa ukituonyesha unataka matokeo kabla ya kuamini Mungu katika yale majaribu, ina maana bado utakuwa imani yako iko ndogo sana mbele za Mungu. Kwa hiyo ni lazima unapopitia changamoto uwe na imani kuu.
Uwe na mtazamo mzuri kwa Mungu kwamba ninapitia hizi changamoto, lakini ninaamini Mungu wangu asiyelala anaweza kunisaidia katika changamoto yangu. Ninaamini hakuna mtu yeyote anayeweza kunisaidia kwenye changamoto hii ninayopitia isipokuwa ni Mungu. Kwa hiyo imani hutegemea na kuamini kwako kwamba katika hili ninalopitia, lakini Mungu yupo, anaweza kunisaidia wakati wowote. Hauna haja ya kuanza kulalamika na kulia mbele za watu wakati huu. Haina haja ya kupunguza kiwango cha imani kwenye maisha yako kwa sababu ya ile hali unapitia, kwa sababu ya matatizo unapitia, kwa sababu ya shida unazozipitia, kwa sababu unaona kuna mahali ambako umeshindwa. Hapana, hapa ulipo ongeza kiwango chako cha imani. Ongeza kile kiwango chako cha imani ili Mungu aweze kukusaidia moja kwa moja kwenye maisha yako. Huu sio wakati wa kupoteza matumaini. Huu sio wakati wa kunyamaza kimya. Huu ni wakati wa kuongeza kiwango chako cha imani. Huu wakati unaopitia na kulia sana ndani ni wakati wa kumwambia Mungu, ninaamini, ninajua utanivusha katika hili. Kumwambia Mungu, linawezekana kunivusha mahali hapa. Kama uliweza kuwavusha wana wa Israeli katika bahari ya Shamu, basi hata mimi utanivusha. Wana wa Israeli walikaa utumwani kwa miaka mingi sana, lakini siku ambayo Mungu alitaka kuwaondoa mahali pale, kwa majaribu ambao wamepitia, kwa uvumilivu ambao walikuwa nao katika changamoto ambazo wamepitia pale kwa Farao, Mungu alienda akawasaidia. Kwa hiyo amini kupitia kuvushwa kwa wana wa Israeli, kugawanywa kwa bahari ya Shamu kwa wana wa Israeli, amini kwamba na wewe siku moja bahari ya Shamu itagawanyika, bahari ya Shamu itakauka, na wewe utapita kwenye lile jaribu lako bila misukosuko yoyote, na watakuona mbali sana ambako unaenda kuvukia. Alafu wakati utakapovuka pale, adui zako watafungiwa bahari